Naitwa Nkwabi, ni msanii wa filamu, tamthilia, nafanya pia matangazo, pia kwenye video za muziki unaweza kuwa ushaniona. Kwenye CPU nimecheza kama Alex Kibera, mtoto ambaye ni wa mitaani, mtu ambaye kazaliwa kwenye familia duni. Tuseme kwa kifupi story yake, ujamaa mama yake alikuwa ni Bamedi. Mama ambaye alikuwa anaishi maisha ya kuungaunga, baada ya kujifungua alisuswa kwa bibi yake. Kwa hiyo Alex hajawahi kumwona mama yake, kwa kakuwa kimtaa, na baada ya muda fulani akaja akafiwa na bibi yake. Kwa hiyo maisha yakazidi kuwa magumu kwa Alex. Mwaka mmoja baadaye, baada ya kifo cha bibi yake, Alex alimpiga mtu yule. Baada ya kumpiga yule jamaa akafa, Alex akaenda jela. Kwa ndo maisha ya mtaani yakaanzia hapo. Alikuwa miaka 13, alienda gerezani kwa kosa la mauaji. Ila akiwa kule ndo kukutana na watu ambao wanajua zaidi matatizo. Ina maana kwamba gerezani pia watu wenda kujifunza. Sio elimu tu kwamba kuwa watu bora, lakini pia wanaenda kujifunza vitu vingine vya ajabu zaidi, unaweza kukuta vitu kama hivyo. Sasa baada ya kutoka hapo sasa ndo akaanza hizo information zake za kitaani. Kwa ni mtoto ambaye kakulia kitaani na anajua mazingira yote ya mtaani. Ni automatically yote kwa Dar es Salaam wala kuna kutoka nje ya Dar es Salaam. CPU kwanza ni ombe kimoja, ni filamu ya mapenzi tuseme. Lakini mapenzi yako aina nyingi. Tumezoea kuona kama mapenzi mtu anapenda labda mpenzi wake, mtu wa karibu yani. Lakini CPU imeongelea mapenzi ambayo kwa watoto au kwa jamii nzima, mtu anavyoumia na kile kitu. Hiyo filamu kaandika mtu mmoja anaitwa Novatus Nagu Mgulusi. Script kaandika yeye. Na alicreate hiyo idea nzima akaenda Stanford Kiole. Ndo alicreate idea nzima, ndo akaandika huyo Nagu. Ni rasta, ukimwona hata mzanii sijui wanafikiria nini anapokuwa anaandika, kwa sababu unaposoma script yake hivi inakufanya wewe uendelee tu. Yaani kuna raha fulani unakuwa unaipata. Ni zaidi ya mmemasete kwa sababu first day tunafanya release ilikuwa kwa New World Cinema kabla hajafungwa hapo. Lakini sio imeonyeshwa tu hapa, lakini imeonyeshwa pia, nakumbuka kwamba imeonyeshwa Uganda, imeonyeshwa Kenya, lakini pia baadhi ya nchi zinazo zimeonyeshwa. Na sinema zote zimekuwa zikifanywa launching, lakini tulipoonyesha Mlimani City iliingizwa kwa kiingilio, kwa sababu unajua Tanzania wameshazoea sinema zile kutoka nje. Changamoto iliyopo, sinema zile zina matatizo ya sauti, picha, lakini ya kwetu ilikuwa imemudu hivyo vitu. Ndio maana tulipopeleka Mlimani City ilipoonyeshwa siku moja, ilionyeshwa kwa siku 10, na watu walikuwa wanaingilia kiingilio. Hata vile ilipopelekwa Arusha pia ilionyeshwa hivyo hivyo. Sehemu zote ambazo zimeenda ilikuwa inaenda, lakini pia hata ilianza kuonyeshwa sehemu nyingine Zanzibar katika tamasha la filamu ziko. Imeonyeshwa sehemu nyingi na hata ilikuwa changamoto moja kwa sababu ilipotolewa first time ilikuwa kwenye Blu-ray. Kwa hiyo ilikuwa nataka lazima turudishe kwenye DVD ili watu waweze kuiona. Kwa ndo kilichofanyika baada ya kupata point promotions, ndio wao tumefanya nao contact, sasa wataitoa katika DVD. Tulikuwa tumealika producers wengine waje waone kinachofanyika ili kiweze kuwa encourage, lakini bahati mbaya sijui waliogopa, sijui ni vipi, kwa sababu kama tulikuwa tuna scene ambayo itakiwa tuweze kukodi gari kama 20 ili tuweze kutengeneza traffic jam. Kwa hiyo ni scene ambayo tulishuti karibia siku nzima na tukuimaliza, na tulifanikiwa kwa tuweza kutengeneza jam. Lakini kwa sababu wote waliokuwa wanafanya hiyo kitu walikuwa wanajua wanachokifanya, haikutusumbua. Tofauti tungeweza kuvizia labda sehemu ambapo kuna jam, alafu ikafikia nyinyi na shoot, alafu inafikia gari zinaruhusiwa na mtu mwingine hayuko lidhaa nyinyi muweze kumshoot.
Kwa hiyo ndio ilikuwa bado changamoto kubwa, na changamoto nyingine ilikuwa wakati hitaji kushuti helicopter, sababu jamaa wanachaji kwa dakika. Kwa hiyo ilikuwa posa zingine mmepanda juu, mmepiga picha, lakini mjapata picha mnayoitaka, inabidi tena mwanze bargaining tena mipandishe helicopter. Na tulikuwa tumezuiwa, ni kwamba unasema kuna sehemu fulani uruhusiwi kuishow camera. Sasa kama maeneo ya Ikulu hivi tulikataliwa, kusema hapana. Kwa hiyo tulikuwa tunaanzia tunairusha pale slipway ya helicopter, kwa hiyo mnavizia, mnapiga sehemu ambazo mnazitaka nyingi, lakini sehemu zingine hamruhusiwi. Kwa hiyo labda kwetu ndio ilikuwa kitu kigumu zaidi. Msingependa kuongelea sana steps, lakini kuna kitu kimoja lazima uelewe. Kama steps anapitisha, mali ni ya nani? Ni yake. Kwa hiyo wewe sasa hivi ukiwa na mali yako alafu unaamua kuuza kwa bei ambayo unaona kwako ni faida, mimi kucomplain na wewe ni tatizo, hata kama mimi naniumiza. Kwa sababu ni sawa na kuniambia mimi kama msanii naenda namkuta mtu anauza CD 1000 napigana naye, afa ananiambia hii CD ni yako. Nadhani nakuwa sina jibu la kumjibu hapo. Umeona? Kwa yeye anachofanya biashara yake, haijalishi kama kuna mtu anaumia au haumii. Faida ya mfanyabiashara yanaangalia upande wake. Target kabisa ilikuwa ni new revolution. Tunataka kufanya mapinduzi. Kwa sababu kama unavyosema, I think kwa kuchukulia Hollywood pekee yake kuna theater 4. Ukihaya sinema kwenye 7 days ni $30,000. Kwa hiyo ukifanya mafurune unaona kuna hela gani umepata. Kwa hiyo ukija ukifanya calculation ya theater zote duniani ni kwamba kuna hatua kwamba unakuta distributor anamalizana kabisa na producer, anamlipa hata kama sinema haijaanza kwenda kwenye theater, kwa sababu wale wana hatua. Kwanza producer kitu cha kwanza anachokabidhi, anakabidhi teaser. Akija kukabidhi teaser analipwa hela yake. Alafu anakuwa anadaiwa behind the scene pamoja na trailer, ambapo vitu Tanzania sisi hatufanyi na haifanyiki kwa sababu tayari majumba mengi ya sinema hapa yalishakufa, hayapo tena. Kwa hiyo ndio hata wanaojaribu kurudisha wanajaribu kurudisha, lakini wanataka kurudisha kwa kuangalia sinema gani ambazo zinaweza zikakubalika na zikatazama pia wakapata pesa, kwa sababu hata nyumbani sisi wanapokodi sinema yao wanaangalia sinema iliyotangazwa sana, wanaweza kamba walipe $20 kwa siku 7. Kwa hiyo walichofanikiwa wenzetu, unajua kama pale wamejenga mfumo ambao mfumo wanakupa seva. Yaani kwanza ukishatengeneza theater hapa nchi yoyote, Hollywood wanakuja kufunga nani seva kwako. Alafu wanachofanya ukilipia unatumiwa kama hard drive hivi, lakini inakuwa na password. Ukisha siku ile ambayo unataka kuonesha, kwa kusema sinema fulani inatoka Ijumaa, ni dunia nzima Ijumaa, saa 6 usiku unatumia password, unaziingiza sinema unaiona. Lakini siku ya mwisho tena ile ikifika Jumamosi saa 6 sinema inapotea, inabaki matangazo. Lakini katika kushindana na pilot, kwa hiyo pia itakiwa kuweza kupata hii teknolojia hapa Tanzania tukiwa nayo, afu tupate wasambazaji, kwa sababu unafanya hizi kazi ni wasambazaji. Bahati mbaya Tanzania tuna wasambazaji, tuko na wachuuzi, lakini kulingana na labda nchi haina sera ya filamu, inakuwa rahisi sana tukawapa jina ambalo pia wengine wastahili, kwa sababu msambazaji sio mtu ambaye anatumia system kama inatumika Tanzania, kwamba unampa sinema wewe umeshakamilisha mwenyewe alafu hakulipi. Ukichunguza vita nyingi ambazo zimepigana huko za kimataifa, mashujaa wengi huwa wanafia vitani, lakini ambao wanarudi ni wale waoga ambao walikuwa nyuma afu wanakuja kuitwa mashujaa baada ya kurudi nchini kwao. Na maana gani? Usanii tuna tatizo moja kubwa sana, upendo. Tukipendana kila kitu kinakuwa rahisi, lakini ikiwa fulani hamwezi kufikia goli moja, sababu ndani pale unapoongea hamuelewani.